Habari njema ni kwamba kesi ya Lissu mwisho wake ni... Shalom mtu wa Mungu. Siku ya Jumapili ya tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka 2025, wakati wa ibada maalum ya maombi ya haki ili kuliinua taifa, mpaka mafuta wa Bwana MWB James Yonea, baada ya kufanya maombi ya kumwombea Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na makamu wake Dr. Philip Mpango, neno la Bwana lilimjia mpaka mafuta wa Bwana kwa habari ya hatima ya kesi ya mwenyekiti wa Chadema ndugu Antipas Tundu Lissu. Na haya ndio yalikuwa maneno ya unabii huo. Thank you Jesus. Kumbuka ilikuwa ni sehemu ya pili ya maombi ya haki ili kuliinua nini? Taifa. Nia kubwa ni kuliombea taifa letu pasipo kuchanganya mambo ya dini na vyama. Sawa eh? Na namuomba Bwana azungumze nami mambo mengine mengi kwa habari ya mustakabali wa taifa hili. Amen. Amen. Clap your hand for Jesus. I say clap your hand for Jesus. Clap your hand for Jesus. Habari njema ni kwamba kesi ya Lissu mwisho wake ni mzuri tu. Mpigie Bwana Yesu makofi. Clap your hand for Jesus. Amen. Simama pale ulipo, tukamwombe Mungu wetu na Baba yetu. Tunakushukuru, tunasema asante. Pamoja na kwamba maneno hayo yalikuwa ni machache, mara tu baada ya ibada, timu ya habari ya Gudumu la Kinabii iliweza kumwendea mpaka mafuta wa Bwana ili kutaka kujua nini maana ya maneno hayo. Kesi ya Lissu mwisho wake ni mzuri tu. Naye mpaka mafuta wa Bwana MWB James Yonea aliweza kuweka bayana na kusema, of course kile ambacho nimekiona ni kwamba mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu ataweza kuepushwa na shauri la uhaini linalomkabili mahakamani kabla ya kuwa huru kabisa. Tukumbuke ya kwamba huu unabii ni moja ya nabii nyingi ambazo MWB James Yonea amekuwa akiziachilia kuhusu mambo yanayohusiana na siasa, utawala na serikali ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hivyo basi nipende kusema ya kwamba kama nabii amenena, ngoja tusubiri utimilifu wa unabii huo. Mtu wa Mungu, baki umebarikiwa. Asante.